Yes, uhali gani mtazamaji wa Kanyuka TV. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Karibu, kama bado haujasubscribe basi fanya hivyo ili kwanza kupata habari zetu. Kama unataka kutangaza biashara yako basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari ya 0712 14 23 56. Hapo utaweza kutupata mubashara kabisa. Mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa kikao cha ugaidi katika baa ya askari wa zimamoto, kituko hicho. Kwa hiyo Bujoro nimeingizwa kwenye vitabu duniani vya magaidi, hiyo haiwezi kukwepeka. Kwa hiyo taaluma sijui niliipatia Marekani alipoipatia Osama, mimi sijui, lakini na mimi najivunia kuwa gaidi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na washukuru polisi. Maana naona wote mnalaumu polisi, mimi na washukuru polisi kuniita gaidi. Jamani, na wao tuwe tunawapa nafasi, tunawashukuru saa nyingine hata kama wanatumika vibaya, lakini walitumika vizuri kunipa ugaidi. Sisi tumezunguka, sisi tumefungiwa. Leo tunasimama dede, na leo sisi tunasema tunatafuta uhuru, maana uhuru ulishapotea. Nyie hamjui? Ule uhuru wa Nyerere ulishapotea. Sisi tunatafuta uhuru, tunatafuta haki, tunatafuta demokrasia, tunatafuta uchumi. Basi CCM wanatafuta amani. Kituko hicho. Yaani dunia nzima hakuna nchi iliyogombea amani, nchi zilipigania uhuru, lakini CCM wanatuambia tutafute amani. Hiyo ni giriba ya CCM. Ndugu zangu, ukipata haki, ukapata uhuru, ukapata demokrasia, ukapata uchumi, amani imetulia. Lakini leo CCM wanatugeuza sisi manjojota, hatuna akili, wanasema amani tu. Tena wameunda na mashehe na Wakristo wete wa amani. Washindwe kwa jina la Yesu. Ndugu zangu, sisi Chadema tunatembea, tunatafuta haki iliyoporwa, tunatafuta uhuru uliopotezwa na CCM, lakini tunatafuta demokrasia ili tukutane kama hivi, tushauriane kipi tufanye. Tukifanya kizuri tukapata uchumi. Hawa CCM hawana bao. Sasa nasikia mnasema polisi, wewe unaweza kufanya mshahara wa lakini ukaacha kuibia mtu. Ni watu wabaya sana. Hivi wewe leo mtu akupe ushinde na hili juu umetulinda mwisho wa mwezi 4,000, halafu unikuta na kigari chako kibovu na kwambia niachie mchango rafiki yangu. Kwa hiyo saa nyingine, ndugu zangu, serikali maskini duniani huwa haiajiri, bali huwa inatumikisha watu kama watumwa. Ndiyo hii serikali yetu. Ndugu zangu, tufanye lolote, hatuwezi tukachomoka chini ya serikali maskini. Ndiyo maana mimi naona tumesomesha watoto wanataka kuajiriwa. Lini maskini kaajiri? Maskini akikuajira na kuzurumu. Sasa leo tumeleta mpaka mikopo kausha damu, lazima iwepo, na haikaushi mkulima, inakausha hawa polisi, inakausha walimu wetu. Vibarata vinaenda kukaa kwa wale wakausha damu, kwa sababu serikali iliyowaajiri haiwalipi mshahara wa kutosha. Na wapa pole sana watumishi wa serikali. Maskini huwa haajiri, ila maskini huwa tajiri. Maskini huwa haajiri, ila maskini huwa halipi mfanyakazi. Ukiwa umeajiriwa na maskini umeliwa. Sasa sisi Chadema tunatembea na haki. Tunahitaji haki ya mfanyakazi ipatikane, apate mshahara
wa kutosha. Tunataka uhuru wa mfanyakazi, afanye uhuru kwa kufanya kazi. Tunataka demokrasia, baadaye mfanyakazi mwisho wa siku afikie uchumi na yeye afurahie kazi yake. Hii ndiyo kazi ya Chadema. Sasa sisi tukisimama tukasema hayo, tunasema tunastua watu, tunasema tunatukana serikali. Sisi ndugu zangu, tukitawala sisi ndugu zangu, Chadema ikipata madaraka, Tundu Lissu hataitwa baba, ataitwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa akitawala Tundu Lissu aitwe babu, nikitawala mimi mzee babu. Sasa hii ni shida. Yaani kutaja jina la rais tu unaonekana Watanzania ni wavivu. Rais Tundu Lissu, baba wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huna kazi? Majina mbona unayataja kwa wingi? Watu tunataka tupoteze muda kwa kufanya kazi, sio kutaja jina la Bujoro. Kwa hiyo ndugu zangu, mkiona tumerudi kwenu, tumekuja kuwalilia, kuwaomba ndugu zangu, tupambane na CCM. Wala hapa tatizo sio polisi, tatizo ni CCM. Unajua Chama cha Mapinduzi ukikiona utafikiri kina watu. Zamani mlikuwa mnasema kina mbinu 190. Sasa zote zimeisha, zimebaki za kuduteka sisi, na zenyewe zitaisha mpaka wamefikia kufungulia Bujoro gaidi. Zimefika mwisho. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe tukazane, tutafute haki wote kwa pamoja, msiachie Chadema. Uwe CCM ambayo unaangalia huku na huku, uwe ACT, uwe nani, ndugu zangu, tutafute haki wote kwa pamoja, ili haki ije idutetee. Lakini mtu asikudanganye sasa haka kaneno amani. Sasa amani inapatikanaje? Ndicho tunachotaka. Eleza basi amani inapatikanaje? Huwezi ukapata amani bila haki. Huwezi ukapata amani bila uhuru. Huwezi ukapata amani bila demokrasia. Huwezi ukapata amani bila uchumi. Hata ndani ya majumba yetu mnaona hii mikopo ya kausha damu, mpaka wanaume tunakimbia na wanawake tunakimbia. Kwa sababu uchumi hamna, haki hamna. Sasa nani alitafuta amani duniani? Kama ni kutafuta amani, Nyerere asingetafuta uhuru. Angewaambia wale wakoloni, nipeni amani, na wakoloni wangempa. Tukaendelea kukaa sasa amani. Wao wanatunyonya. Kwa hiyo ndugu zangu, tuache kudanganywa. Cha msingi CCM iachie haki, iachie uhuru, iachie demokrasia, iachie uchumi. Watu wapate hela. Uone kama hapa kuna mtu atasukuma mwingine. Nani atasukuma mwingine hapa? Kwa hiyo ndugu zangu, nawalilia, mkutano sio wangu, mkutano ni wa mwenyekiti wangu wa kanda, maana yeye ndiyo sasa atakuja na Tundu Lissu kuachiwa, atakuja na katiba. Bahati nzuri aliyekuja, hata wajisema tuunde kamati leo ya katiba, lazima kwa Chadema matata atakuwemo. Kwa hiyo yeye ndiye atajua namna ya kuieleza katiba. Mimi Bujoro kwa Waislamu, mimi ni maamuma. Mimi ni maamuma, msinichukulie vile. Mimi ni maamuma, mimi sio shehe. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna kitu kingine kimoja kinaitwa, wanahubiri uzalendo. Hivi nyinyi watu wa Kasulu na mkoa wa Kigoma, katika mazingira haya unaweza ukawa mzalendo? Basi uzalendo sio kazi. Kila mtu anaweza kawa mzalendo.
Mzalendo si yule anayesifia serikali iliyoko madarakani.